Mtoto wako wangapi? Wa kwanza. Sijaelewa amefanyaje? Anadondoka mara kwa mara. Anasoma? Anasoma. Darasa ngapi? La 5. Kwa ameanguka wapi sasa? Ameanguka wapi? Leo alikuwa nyumbani. Mimi nilikuwa kazini, ndio hali hiyo ikawa imemtokea, nikapigiwa simu na majirani pale. Ana miaka mingapi? Miaka 12. Hii mimba ulibeba kwa miezi mingapi? Hii mimba ulibeba kwa miezi mingapi? Ilizidi miezi 10. Ilipozidi ulifanya nini? Nilijifungua kwa operation. Haukunywa chochote? Hapana. Wala ukuwahi kumpaka chochote? Wala wewe? Hapana. Na kitovu chake uliweka wapi? Kitovu? Sijui. Njoo. Unasaliki hapa fagia? Mara chache. Kwa hiyo mtoto baada ya kuanguka ukasema telele chache. Nakujaga. Niletwaga na mdogo wangu. Unakujaje chache afu bado mtoto akaanguka? Unahudhuriaje maombi bado mtoto akaanguka? Sikuelewa. Nahudhuria kwenye maombi. Mimi sijawahi kuona. Nakujaga Jumamosi. Mimi na carrying capacity kubwa ya sura za watu. Sawa, let me help you. No, simama tu hapo. Nimekuza hivi nijue ufahamu wako pia ukoje kwenye mambo ya kiroho. Kukuombea lazima nitakuombea. Kwa hivi alivyokaa hivi akagi hivi. Akagi hivyo. Mwinjilisti mwinue. Amesema mtoto wake ongei, si ndio? Hello. Mambo? Sawa. Ani kama mdondosho wa kwanza ana ulimi unafunguka, ngoja tumalizie. Shika tumbo lake la uzazi. Father, in the mighty name of Jesus Christ, hawataua huyu mtoto. Na huyu anayetumia nyota ya mama na ya mtoto kwa ajili ya fedha, I take them out. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Naita brain ya mtoto. Naita ufahamu wa mtoto. Ile mauti ili mpate fedha ambayo mnaiachilia kwa huyu mtoto. As I speak right now, you have to check out.
Check out. Mna check out? Mna check out? Mnaondoka? Mnaondoka? Mnamwachia mtoto? Na mama yake mnamwachia mtoto? Mnamwachia? Mnamwachia mtoto? Mnamwachia mtoto? Mnamwachia mtoto? Mnamwachia mtoto? Mnamwachia mtoto? Mnamwachia mtoto? Mimi na wafilisi yani. Leo mnafilisika wote. Na wafilisi kwa damu ya Yesu. Acheni nyota ya mtoto na mama yake. Haraka, 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 haraka. In the mighty name of Jesus. 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 Nafungua masikio ya mtoto na mama yake sasa. Yanafunguka. 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 In the mighty name of Jesus. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Aya, mwite mtoto wako. Njoo kwangu. Mungu le hai. Asante kwa ajili ya mtoto huyu. Asante kwa ajili ya urejesho wa akili na ufahamu. In the mighty name of Jesus Christ. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Mabeba machakulia imeisha. Mabeba ndo vurugu za duniani kwenye kutafuta noti. Imeisha sasa. Sawa. Kaka pale gift. Kwa nini ulipa jina la gift? Kwa sababu niliteseka sana. Uliteseka koka. Nikaamua kumpa zawadi. Wewe ulipa jina la zawadi pasipo wewe kuelewa. Tafsiri ya gift ni kipawa. Sawa. Kwa ndani yake huyu mtoto vita alionayo ni kile kipawa. Sawa, yani unataka kuja kununulia mawiving yale ya kuchomeka yale ukayapaka paka kwenye kichwa, sawa? Atakuheshimisha huyu mtoto. Sawa? Atakuheshimisha na akili. Sawa? Ndio maana wao katika ulimwengu wa roho kakuwai. Sawa? Sasa acha kusali kwa kubipu. Sawa? Unakaa wapi? Mabibo. Ndugu wako alikuleta ni yupi? Leo hajaja. Anaye medoji leo. Akajifungua yeye. Yuko smart kumtetea ndugu yake. Alikuwa mjamzito wakati anakuja hapa? Anakuja. Nani huyo? Anaitwa Yusta. Okay. Nena kama bibu. Okay. Taidi huwa nakuja kwenye maombi. Sawa. Hii imeisha. Yuko sawa. Keti. Lakini hata hiyo mama kuwa na ufahamu tu kwamba nimekuta mwanangu ameanguka, wacha nimpeleke kanisani, ni ushindi mmoja wapo. Yamkini ungekuwa wewe saizi hapo, ungekuwa uko emergency. Na nikwambie kitu, wakati mwingine don't create, wazungu wanasema don't create a room of the devil. Inapokuja kesi yoyote, God bless you. Inapokuja kesi yoyote,
wakasema wacha niipeleke hospitali. Sio kwamba hospitali kubaya, mimi nazungumzia mazingira ya kesi za kiroho. Ila make sure you pray. Make sure unafanyaje? Kesi hazifanani, ndio maana ukienda hospitali lazima ufanywe diagnosis. Uangalie kuna ugonjwa gani, sio? Kesi hazifanani, lakini ukishakuwa na ufahamu huu wa kiroho, hakikisha kitu cha kwanza ambacho kinafanyika ni kuomba. Hauwezi kuomba, toa sadaka, alafu ndio ukimbizane na hatua nyingine za hospitali. Kwa sababu kama ni issue ya kiroho, they can even plant a long interpretation. Wanaweza hata wakapanda tafsiri ambayo sio sahihi, mtoto akapewa wrong treatment. So unaona huyu Mama Gift hapa, nikamuuliza ulimzaa? Nafikiri kuna watu hapa wakati namuuliza mimba yake ilikaa muda gani, akasema hivi, huyu pastor, kwani najua mwanamke mimba miezi 9? Nilikuwa nawasoma akili zenu rohoni kwangu, najua kabisa kuna watu wajiuliza hivyo. Pastor, mbona anamchosha mama wa watu? Anamuuliza kwamba amebeba mimba miezi mingapi? Kumbe mimi rohoni nimeona ilipitiliza. Mama, jirani yako ishi kiroho. Kwa hiyo jifunze. Mimi nimependa imani yake, hata kama asaligi mara kwa mara, lakini ile tu kuambiwa mtoto wake ameanguka, mahali pa kwanza alipopafikiria ni wapi? Kanisani. Hata kama ana bima ya afya, ile tu kupoteza muda hospitalini na kutoka tehe, the waste of time. Na kama ana bima ya afya, maana yake hizo hela ambazo zingeenda leo. Sawa, tujifunze. Sawa, tujifunze kuchukulia mambo kiroho zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako tayari kwa ajili ya leo? Nimekuwa nazungumza kwa habari ya kiti cha msimu mpya. Kabla sijaendelea, nani ana swali kulilete na hiko ambacho nimekuwa nakifundisha mara kwa mara? Swali langu ni kwamba ukagundua kuna kitu umekipoteza au kiti chao kilikabidhiwa kwenye miungu, unafanyaje ili kiweze kurudi? Sasa lazima tuelewe concept kwamba tunapozungumzia kiti cha enzi ambacho tunazungumzia nafasi ya kiutawala katika ulimwengu wa roho, kuna kitu ambacho sema dash dash. Au tukiwekea mabano. Sawa, nitarudi hapo, don't worry. Sawa, as long as si akili yangu ya darasani ninayofundisha hapa, ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Nitarudi hapo dash dash. Sawa, anasema amegundua katika kiti cha enzi kuna kitu kimepotea. Tusiseme kiti, tuseme kuna kitu kimepotea, sababu ndani ya kiti cha enzi cha utawala kunawezekana pakawa na idara ya uchumi wako. Sasa huo uchumi unakuwa umeunganishwa na kiti cha enzi cha utawala. Je, katika kiti cha enzi cha utawala, katika tawi la uchumi, kuna kitu gani ambacho kipo? Kwa kinachofanyika katika ulimwengu wa roho, kinachofanyika katika ulimwengu wa roho ni aidha ilo tawi likatwe au lipuputishwe au likaushwe. Sawa, tumeona mpaka kiti hiki ndio kiti cha enzi. Na niliwaambia toka siku ya kwanza, hii habari ya viti si habari inayovutia hata kwenye kuisikiliza, sababu imejaa matatizo mengi. Alafu na moyo mwanadamu ulivyotengenezwa haupendi kusikiliza habari zilizojaa matatizo. Mwanadamu anakuwa iko very concerning kusikiza habari mbaya, yaani habari revelation ambayo imejaa tatizo ambalo anapitia.
Na wakati mwingine hata kama kitu ni challenge na ukuhusu, unajaribu kutafuta comfortability ya kuskip na kusema hii mimi pastor hainusu. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya ufunuo ni kutengeneza njaa ndani ya nafsi ili uweze kupata solution, majibu. Sawa? Ni tunapozungumzia kiti ni utawala, na nimeelezea sana. Pending issue nilionayo mimi na wewe hapa ni issue ya kiapo, agano na dili, na kwenye agano la paja. Sawa? Sasa kwa mahali tulipofikia, anasema ndani ya hiki kiti ukagundua kuna kiti umepoteza. Nikasema ndani ya kiti ndio kuna matawi, branches. Sasa let us say hapa kuna branch ya finance, kuna branch ya uchumi. Katika hii branch ya uchumi, it is very hard mfumo wake kukatwa. Yaani hawawezi wakakata mfumo wa uchumi, ila watakachokifanya kwenye mfumo wa uchumi watakutengenezea dryness, ukame, ama watakachokifanya watahakikisha hakuna certification, hakuna utoshelevu katika uchumi, au wanaweza wakasababisha ukawa una experience failure kwenye uchumi, au ukawa una experience loss, kupoteza. Lakini wao hawana uwezo wa kukata. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunazungumzia issue ya ndoa ndani ya kiti. Kitu ndoa hawawezi wakakiondoa, kwa sababu wao sio waliokitengeneza kwenye kiti. Ndoa ni kitu ambacho Mungu alikitengeneza kwenye kiti cha enzi. Ndio maana akasema ya kwamba watakuwa kitu hiki kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Si imeandikwa kwenye Biblia? Sawa. Mungu akasema mfanye mtu kwa mfano wake. Alafu kwenye unapoenda kwenye sura ya 2 na kuendelea, Mungu anamtengeneza nani? Eva. Anamtengeneza Eva ambaye anaitwa Hawa kwa ajili ya ndoa. Kwa hiyo ndoa haijawahi kufanyiwa uzalishaji na shetani. Kwa shetani ambacho atakifanya kwenye ndoa, aidha kutengenezea mazingira ya kutokuolewa, aidha kutengenezea kuvisha sura ya bibi yako. Watu wakikuangalia wanaona sura ya nani? Aidha kuvalisha sura ya babu yako, au aidha akutengenezea mazingira ambayo kwenye issue ya ndoa vitu havi take off. No one can cut off kitu ambacho Mungu amekiweka kwenye mfumo, ila kinachofanyika ni wanakitengenezea delay, kukichelewesha, au kukutengenezea mazingira ya iko kitu kutokea. Sasa kinachofanyika kwenye ulimwengu wa roho sio kwamba kiti kimoja kinakuwa yani no, hapana, kwamba kunakuwa kuna tawi, lakini hiki kiti ndio HQ, ndio makao makuu. Praise the Lord. Sasa hii dash ndio jibu ambalo natakiwa ni kujibu, lakini nitalijibu. Nimeishia kwenye nini? Another question. Mimi na changira nauliza labda kwa kiti ya magonjwa kwenye familia. Kwa mfano unakuta familia unaambiwa labda kuna magonjwa ya kurisi. Labda unakuta kuna familia nyingine pressure unaambiwa ni ya kurisi, sukari unaambiwa ni ya kurisi. Je, hiyo tunawezaje kuitatua? Sababu hata ukienda hospitali unaambiwa
kwenu unaulizwa, kwenu nani ambaye ana ugonjwa ashakufaga nao? Utakaposema pengine ni mama au baba, unaambiwa basi ni ya kurithi. Sasa si unaona ambavyo ustadi wanakuuliza kwenu. Sawa eh? Sio na ustadi wanakuuliza kwenu. Kwa lugha nyingine tu daktari labda haelewi. Lakini kwa lugha nyingine daktari anakuuliza kwa lugha hii kwamba je, kwenu kuna kiti cha utawala wa huo ugonjwa? Kwamba je, unakotoka, je, kuna kiti cha utawala kwenye huo ugonjwa? Kwa wanapouliza je, kuna kiti cha utawala kwenye huo ugonjwa, maana yake tayari huo ugonjwa kama unaendelea time after time, muda baada ya muda, maana yake kuna kiti, maana yake nyuma ya huo ugonjwa kuna agano. Na ukiona kitu kinaendelea, maana yake kwenye hiyo familia hajawahi kutokea aliyesimama mahali palipobomoka na akafanikiwa kuteki control kwenye iko kiti. Sasa maana yake ndani ya hiyo familia hajawahi kutokea mtu ambaye akagusa hiyo pattern, kwa sababu unaweza kukuta nyuma ya ugonjwa kuna nini. Kuna watu wengine nyuma ya ugonjwa ni mauti. Kuna watu wengine nyuma ya ugonjwa ni poverty, ni umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapozungumza, listen to me. Mfano mimi nimeadhimia in my life, I want to struggle financially. Nimeadhimia. Yaani nimeadhimia sitaaibika kwenye noti. Nimefanyaje? Nimeadhimia kwamba kama pepo zinatii grace, it means even money must obey. Kwa hiyo nilivyoadhimia, ikabidi nianze kumwelewa Mungu kwenye kunibariki na fedha sawasawa na timing yake yeye. Kwa hiyo toka nikiwa sina uwezo wa kujenerate my own money, 1 million or 2 million, niliadhimia, nikapiga magoti, nikasema fedha hautaniendesha kwenye maisha yangu. Fedha mimi nitakuendesha. Kwa hiyo mimi hela haijawahi kuniharibia ratiba zangu na Mungu. Kiti, niseme kwa makini, kiti kina tabia ya kuja na maazimio. Okay. Nani asai kuchia kikao hapa? Yale ulikao kama mwenye kiti wa kikao. Chochote tunaona kama ni kikao cha vurugu cha nyumbani kwenu, kwamba hampendani mkakaa kwenye kikao. Nakumbuka ilikuwa 2000. 1995 au 2000? 2000 sio? 2000 na ngapi? Na 5 Sawa. Alipoingia Mheshimiwa Mjakaya, waziri mkuu wa kipindi hicho alikuwa anaitwa Fredrick nani? Sumaye. Lowassa. Mzee marehemu Lowassa. Na kipindi hiko ofisi ya waziri mkuu ndio ilikuwa inahusika na mambo yote ya TAMISEMI. Akaja akasema katika kiti changu cha waziri mkuu, anaposema ofisi ya waziri mkuu anamaanisha kiti chake cha waziri mkuu. Alikuja na maadhimio ya kujenga shule za kata nchi nzima. Na kipindi hiko Instagram whatever havikuwa popular. Kwa hiyo tulikuwa tuna base na magazeti ya Arasili, Dareo, Nipashe na taarifa za habari. Kwa hiyo sijui nyumbani kulikuwa kuna TV moja, Taifa Habari lazima uangalie tu. Kwa hiyo mimi nakumbuka ilikuwa kila siku ukiangalia Taifa Habari unamuona mzee Lowassa amevaa zile rainboot, anapita akihamasisha nchi nzima juu ya kujenga shule za kata. Ndipo serikali ikaja na maazimio na kauli moja ya kwamba kwenye kila wilaya wahakikishe wamejenga shule za kata. Ile kauli haikutoka kwa waziri wa elimu,
ilitoka kwa waziri mkuu. Maana yake kiti cha kiutawala, listen to me, unapomzungumzia waziri mkuu hapa juu ana rais. Kwa hiyo ni lazima aliaraini na rais kwamba nchi nzima tujenge nini, sio nini. Kwa hiyo lile neno ndiyo maadhimio, kwamba wamekubaliana kwenye kikao cha baraza la mawaziri kwamba shule za kata zijengwe na zikawekewa akaunti za task force. Task force ni akaunti ambazo serikali wanazekaga kwa ajili ya kulisolve hizo issue kwa haraka zaidi. Ndio maana mpaka leo wewe ukiona shule za kata, nyuma yake sura gani nakujia? Nakupa tu mfano. Awamu ya Lowassa ikaondoka kwa kujiuzuru, akaja waziri mwingine, shule za kata ziliendelea zikuendelea. Nchi hii kiti cha rais cha aliyeitwa mzee Benjamin Mkapa akaanzisha bima ya afya. Mpaka leo bima ya afya ipo haipo? Leo Wizara ya Afya katika eneo la bima ya afya wakitaka kuboresha sheria yoyote ya bima ya afya, lazima warudi kwenye kiti, kwamba dokumenti ya kwanza walioiandika ikapelekwa kwa rais juu ya bima ya afya ili target nini. Kwa hiyo hawawezi wakaboresha sheria yoyote ile. Nisikize kwa makini, nisikize kwa makini. Hawawezi wakaboresha sheria yoyote ile pasipo kuangalia sahihi iliyowekwa kwa mara ya kwanza baada ya approval ya rais na bunge. Aya, ongea jirani yako hapo sasa. Sasa wewe igongee kwa level ya nyumbani kwenu sasa. Mimi silikupa mfano wangu. Kama mimi ilifika mahali nikaazimia. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi, ilifika mahali nikafanyaje? Nikaazimia. Kwa sababu sisi kipindi chetu ukimwambia mtu nimeokoka, umerostika. Unajua unamwambia mtu umeokoka, anakuambia direction haipo tena. Kwa mimi nikaadhimia, nikasema Father, in the mighty name of Jesus, haya ndio maisha nayotaka. Na sikuwa na ufahamu nilionao leo. Sikuwa na ufahamu nilionao leo. Kila kiti kina maadhimio. Kila kiti, nisikize kwa makini, kila kiti kina maadhimio. Na anapotoka aliyekalia kiti na kusema haya ni maadhimio ya kikao, maana yake matawi yote alionayo wameadhimia. Sasa aidha kuna tawi limekubali alijakubali, ila mwenyekiti akishasema haya ndio maadhimio ya kikao, kwamba haya ndio maadhimio ya kikao, uzao wa kiume kwenye hii familia wasiwe na hela. Unapata picha umeolewa na mume ambaye kwao kuna maadhimio ya kutokuwa na hela. Alafu na wewe mke kwenu kuna maadhimio ya ndoa kutokukaa. Kwa hiyo unaekewa mdomo kama wakasuku yule. Na nishakwambia hamna kitu ambacho hata kama mume wako akwambie, lakini hakuna kitu mwanaume ambacho hakipendi kama kulinganishwa na mwanaume mwenzake. They don't like. Kwa kama umeolewa, hata kama una mtu wako na muadimaya ndani kwa ndani kwamba yule, yani yule. Eti once, mbona mtoto wewe kwani nyumbani kwani kuna nini? Mbona mtoto wa mjomba wako fulani anawajibika kweli? Mwanaume anatafsiri, kumbe na mimi siwajibiki. Sawa. Pata picha. Umepata hela zako, alafu unaenda kununua kiwanja mahali ambako kuna maadhimio ya nyumba kutokuisha. Kwa sababu maadhimio yote
yanakujaga na kauli ambayo inakuwa, nisikize kwa makini, inakuwa inadai utekelezaji. Tunakuja kwenye swali lako kwamba pakishakuwa na namna hiyo, utakuta wale ambao sio nguzo kwenye kile kiti hawaumwi. Yaani kwenye familia tulinganishi, lakini usionaga kuna mtu akifa hata kwenye kulia mtu analia, kwani angechukuliwa mwingine? Sio experience hiyo kwamba kwa nini asingechukuliwa mwingine? Maazimio. Ndio maana kwenye ulimwengu wa roho kiti siku zote kinaendeshwa na maazimio yaliyoko kwenye kile kiti. Leo ngoja nikupe tu mfano wa nchi yako hii ulioko. Tuame kwenye ushabiki wa kipi ukipendi, kipi unakipenda. Ngoja kwanza, wewe kana kunoga ile cream yako paka tumegea na kubabua kwenye box la cream au kwenye perfume, hata perfume ya kupima perfume, ndani kuna kikaratasi, sio? Ushakusomaga ile maandishi kwenye ile karatasi. Sasa vikaratasi vingi utakuta labda kama ni perfume au mafuta, wanaelezea aina ya madini labda walotumia, sio? Au aina ya chemistry ambayo imetumika, sio? Kwa lugha nyingine, yale ndio maadhimio kwamba hii bidhaa yetu imetengenezwa kwa namna hii. Kwa hiyo mfano katumia ikakuletea madhara, una uwezo wa kwenda kushtaki kupitia kile kikaratasi na risiti ya kuonesha kwamba wewe umenunua kwa mtu ambaye aidha ni dealer au naye alikotoa huko alikotoa. Sasa kama familia ina maadhimio ya kansa, maana yake kwenye hiyo familia inategemea, kwa sababu maadhimio linakuwa ni tamko ambalo kiti kimekuwa kimeamua kukubaliana nalo. Maadhimio ni tamko. Nakupa mfano, unapoiangalia 10,000 usipokuwa na tamko juu ya 10,000, yaani mfano wake na mama sema mapochi. Sasa nimeambia mapochi makubwa, hatujui kama mnaenda kanisani kusali au unasafiri. Unakwenda kwenye pochi moja, makorokoro chungu mzima. Lakini sasa angalia mtu anayekuja na maadhimio. Yaani ni sawa leo eti wewe uniambie kwamba eti nyumbani una kibubu cha kuweka 500. That's the poverty spirit. Kibubu mwekee mtoto, umfundishe namna ya kusevu. Kibubu cha jelo kweli? Mtumishi. Au tuko hapa tunakataa poverty? Hebu mzee jirani yako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia, mimi nakufundisha vitu ambavyo nataka uvielewe. Angalia siku zote mtu anapoomba mbele ya kiti cha Mungu aliye hai, alafu anatoka na maadhimio ya kwamba sitakosa hela za kigeni, alafu anaenda benki kufungua account. Mfano, na mwanangu mmoja asubuhi akanipigia simu akaniambia, mzee, nataka kuvaa expensive stuff. Listen to me. Akaniambia, dad, nataka nivae expensive stuff. Nikamwambia, unamaanisha nini expensive stuff? Sema nielewe pia concept yake ni nini. Mavazi yaliyo bora. Kwa hiyo baba, nimekuelewa sana siku moja. Kwa nitamkie neno mzee, leo kwa mara ya kwanza naenda kujifanyia shopping kubwa Woolworth. Amekuja kwangu tayari ana maadhimio, nisikilize, kutoka ndani ya moyo wake. Kwa hiyo mimi kazi yangu ilikuwa ni kugonga muhuri juu ya maadhimio. Kwa hiyo nilichokifanya nikatamka neno. Na kweli toka kipindi hiko na muona ni yuko smart. Nisikilize, hata kula vizuri
Hivi unajua kuna watu wanapata hela lakini zinaishia kwenye matatizo, kwa hiyo hata kula hawali vizuri. Lakini angalia mtu anayekuja na maadhimio ya kwamba nyumbani kwangu hatutakosa chakula. Hayo ni maadhimio. Kwa hiyo akipata tamko, maana yake kiti kitatoa fedha sawasawa na maadhimio ambayo mhusika aliyetoka kwenye iko kiti. Kwa hiyo kama kuna maadhimio ya ugonjwa, angalia huo ugonjwa unatokea kipindi gani.